Jamani, nimewaita kuzungumzia mambo matatu. Mengine mtakuwa mjasikia kwenye habari, kwa ni vizuri ukajua hatua ambazo tunazifanya. Kwa hiyo nawashukuru sana kuja hapa. Swala la kwanza ni kuhusu upatikanaji wa fedha kwa ajili ya shughuli za kilimo. Na shughuli za kilimo nchini kwa asilimia kubwa sana, karibia 90, karibia 100, zile shughuli za uzalishaji ni watu binafsi wanafanya. Lakini tumekuwa na changamoto ya fedha, hasa mikopo, kwa ajili ya kuendesha shughuli hizi za kilimo. Tumeangalia takwimu ambazo tunazo, utaona kwamba hata fedha ambazo zinatoka kutoka mabenki kwenda kwenye kilimo zinaonekana ziko kidogo, nadhani takriban asilimia 9 kwenye 9.2 kwenye sekta ya kilimo, sekta ambayo inaajiri karibia asilimia 60 ya Watanzania. Lakini vile vile tuna changamoto katika bodi zetu za mazao na vyama vya ushirika. Kwa kuna sehemu nadhani kwenye korosho tunadaiwa mabilioni ya fedha, nadhani bilioni 88. Yaani tunanunua na kuuza, alafu madeni yanaongezeka. Ukienda kwenye pamba hali kadhalika. Wako watu wanadai fedha ingawa uzalishaji unaendelea. Na ukienda kwenye vyama vya ushirika, kazi kubwa iliyopo ni kukopa mabenki kununua mazao na kuuza, na kukopa benki kununua mazao na kuuza na kadhalika. Kitu ambacho kinaleta changamoto katika gharama au fedha ambazo unapata mkulima, kwa sababu unapokuwa na riba ambayo ni riba kubwa, ile riba inahamia kwa mkulima mara nyingi sana. Kuna changamoto nyingine ambayo pengine haisemwi sana, lakini nilisikia wakati ule wa swala la korosho, kwamba wakulima wakati mwingine wanafika mahali pa kuuza mazao yao kabla ya kuvuna. Anauza kwa sababu anapata dharura, anahitaji fedha, pengine ana mgonjwa anataka kumkimbiza, ana korosho zake hajaanza kuvuna, anataka apate fedha aweze kujihudumia, ana mtoto anatakiwa mlipie ada na kadhalika. Sasa changamoto, kwa sababu pande moja hiyo inakuwa inampiga mkulima, lakini kwa pande mwingine ukiondoa, unakuwa unamnyima fursa yeye kutumia rasilimali zake kwa ajili ya kutatua dharura ambazo zipo. Kwa kazi yetu sisi ni kutafuta namna ya utatuzi wa changamoto hiyo kwenye vyama vyetu vya ushirika, kwamba je, huyu anapopata shida katikati wakati ana mazao anapata wapi fedha. Tulikuwa tunafikiria wakati mwingine kwamba kila AMCOS tuhakikisha kwamba inakuwa na SACCOS yake na vitu kama vile, lakini changamoto zote hizi inabidi tuzifikirie kwa makini. Tunapata wapi fedha za kuwekeza katika kilimo, za kusaidia vyama vya ushirika, kusaidia AMCOS, kusaidia wakulima wakubwa, kusaidia mtu yote ambaye anajiingiza katika shughuli za kilimo kwa ajili ya kupata fedha. Kwa hiyo tumeamua kuunda kitu ambacho nakiita jopo mashuhuri kuhusu fedha kwenye sekta ya kilimo, au kwa kizungu High Level Panel on Agricultural Financing. Jopo ambalo litafanya kazi takriban miezi 4, ambalo litakuwa likifanya uchambuzi na kupokea maoni na kuja kutoa mapendekezo ya namna ya kutatua changamoto ambazo tunazo kwenye kilimo. Kwa sababu kama tunavyosema siku zote kwenye kilimo, sisi shida yetu kubwa ni tija. Na namna ya kutatua, tulisema tutaenda kwenye utafiti tulisema tunaenda kwenye mbegu, na utafiti mwingine wote tunaenda kwenye uzalishaji wa mbegu za kutosha, unaenda kwenye shughuli za ugani kwa ajili ya kupeleka utaalamu, kuna mambo ya umwagiliaji, lakini kuna swala la masoko, lakini jingine ni swala la agricultural financing. Kwa hii timu itatusaidia. Bahati nzuri tarehe 22 mwezi wa 4 tulikutana na wakuu wa taasisi za benki hapa Dodoma, tukajadili hili swala, na nikawaomba wakubali kushirikiana na sisi kuunda hiyo high level panel kwa ajili ya kutatua hili tatizo la financing kwenye kilimo. Walinikubalia. Kwa leo napenda nimewaita kuwatangazia hilo jopo mashuhuri litakuwa na kina nani. Litakuwa na watu wafuatao. Kwanza, naibu waziri Mheshimiwa Hussein Bashe, nimemkabidhi kazi ya kusimamia jopo hili, kwa atakuwa ndio mwenyekiti. Wengine ni wafuatao:
Abdulmajid Nsekela ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa CRDB, Ruth Zaipuna mkurugenzi mtendaji MMB, Jafet Justin Sai ambaye ni mkurugenzi wa Tanzania Agricultural Development Bank, Theobald Sabi ambaye ni mtendaji mkuu wa NBC, Sabasaba Moshingi mtendaji mkuu wa TPB, Ana Shanalingigwa ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi inaitwa Pass Trust ambayo kazi yake ni kusaidia kwa ajili ya kufinance mambo ya kilimo, Charles Jackson Itembe mtendaji mkuu wa Azania Bank, Charles Singili ni mtendaji mkuu wa TIB DFI, Benson Ndiege ni mrajisi wa vyama vya ushirika. Tumemweka humo kwa sababu swala la ushirika na swala la agricultural financing vinaendana sana. Na Profesa Siza Tumbo ambaye naibu katibu mkuu atakuwa ni mjumbe na atasimamia secretariat ya kusaidia hili jopo kufanya kazi. Kwa hiyo nimewatangazia hiyo litazinduliwa rasmi kwa siku ambayo mtaambiwa. Kazi kubwa ya kwanza ambayo ningependa tusaidie ni swala la kuhakikisha kwamba tuna finance swala la uzalishaji wa mazao ya mafuta kwa haraka zaidi, lakini tunataka kuangalia sekta zote. Tumezungumza kidogo swala la uzalishaji wa alizeti. Tunajua tuna uhaba wa mbegu, tungetaka tutengeneze haraka mfumo ambao utatusaidia mabenki yawezeshe wenye viwanda vya mafuta watoe mikataba ya uzalishaji kwa wakulima wakubwa na AMCOS, na hivyo wasaidie kupata mbegu za kutosha, kwa sababu tunaenda kwa msukumo mkubwa kuliko kiasi cha mbegu ambacho tumeweza kuzalisha hapa nchini. Itabidi tutumie mbegu za hybrid kutoka nje kwa ajili ya kazi. Kwa hiyo ni swala la kwanza atakaloanza nalo. Tutaizindua hii high level, tutamwomba kiongozi mmoja wapo wa juu afanye uzinduzi rasmi kwa tarehe ambayo tutawaambia. Kwa hiyo watakapozinduliwa watatoa taarifa na namba za simu kwa Mtanzania yeyote ambaye ana mawazo, ambaye anaweza katoa ushauri namna ya kwenda, alete ushauri wake ili na wenyewe wa uchakati. Tunafahamu kuna balozi mbalimbali hapa nchini zina fursa za fedha kwa ajili ya kilimo. Watazichambua hizo fursa vile vile ili tuone namna ya kuzipeleka maeneo ambayo tunayahitaji na yawe ni mtaji wa gharama ndogo. Kwa sehemu zote hizo ili jopo litafanyia kazi. Baada ya miezi minne pengine tutapokea taarifa, alafu tutaangalia na kuchukua hatua mbalimbali. Hilo ndio nitaka niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, swala la kwanza hilo. Mtusaidie kutangaza kwa Tanzania wote. Niliongea na Mheshimiwa Charles Kimei, mbunge wa Vunjo, na kuna mtu mwingine alinipa jina, nao wana mawazo mengi sana. Hao tutakaa nao kama washauri, watatusaidia sana katika masuala hayo. Tunapenda kupokea ushauri mahali popote kuhakikisha kwamba kwa kweli tunaposema tuna transform kilimo chetu tuweze kukitransform vizuri. Hilo la kwanza, tunaomba mtupelekee ujumbe huo. La pili linahusu taarifa ambazo mlizisikia na wenyewe kuhusu uvamizi wadudu ruka na kadhalika ambao wanasumbua katika mazao. Nadhani kuna taarifa moja ilitoka Tanga, ilitangazwa kwenye vyombo vya habari. Kwa hiyo nilipenda tu kuwatoa wasiwasi wa Tanzania kwamba kwa kweli tumejipanga vizuri sana. Maeneo yote mnakumbuka ile vita ya nzige tulivyoanza kupambana nayo, tulijimwaga tukahakisha tunazuia. Tuliweka nguvu kubwa kwa sababu tulikuwa tunaona tatizo la nzige upande wa pili wa mpaka lilikuwa haliishi. Hata sasa hivi halijaisha kabisa. Tukasema sisi hatutakubali tuwe na tatizo la kudumu hapa, tunapambana nalo. Tukaweka nguvu kubwa, tumemaliza tatizo la nzige wa jangwa kabisa, tumemaliza. Na napenda kuambia kwamba vile vile Tanzania kuna maeneo ya ambapo nzige wekundu huwa wanazaliana. Wanazaliana na sehemu kama Malagarasi huko Kigoma na sehemu nyingine. Tumeenda tumefuatilia, tumekuta kwamba hali ni nzuri, hakuna tishio. Kwa sababu kuna nzige wa aina mbili ambao wanatishia sana. Nzige wekundu na nzige wa jangwani. Nzige wekundu na wenyewe tumecheki na tunaendelea kuwafuatilia, hakuna tatizo. Maeneo ambayo tunajua ni mazalio ambayo kila mwaka tunafuatilia, tumefuatilia na tunanyunyiza dawa mahali ambapo tuna wasiwasi, huko hatuna tatizo. Tuna ndege waharibifu wa mazao aina ya kwelea. Kila mwaka huwa wanaibuka. Kwa sio jambo jipya. Sio kwamba mwaka huu ndio kuna kwelea. Kila mwaka wanakuwepo na kila mwaka tunawadhibiti. Tumewadhibiti kila sehemu ambapo wameibuka, tunawatandika, tuna ndege zinapita sehemu mbalimbali. Sehemu kama Geita vijijini, Kishapu huko Shinyanga,
Chalinze, Pwani, Sengerema, Kwimba, Mvomero na Kilosa, Singida vijijini, Itigi, Mkalama, Chamwino, Bahi, Kondoa, wilaya Meru. Kote huko tumepita na kila tukakuta kwelea tunawatandika. Kwa hiyo tunaendelea kuadhibiti vizuri. Na tunashukuru sana mabwana shamba, maafisa ugani walioko huko field. Wanafanya kazi kubwa sana kutoa taarifa mapema. Wanapitia kwa mamlaka za wilaya zinakuja huku, kwa hiyo hatukutangaza kwa sababu kazi inakwenda vizuri sana. Inakwenda vizuri sana. Kila wakionekana tunapata taarifa. Na wananchi wengine wakiona wanapiga simu. Hata mimi mwenyewe wananipigia simu. Mbarali huko kuna mkulima alipiga simu akasema hapa naona kama ndio wanaingia sasa hivi. Kumcheki mkurugenzi wetu wa mazao yuko hapa, akaniambia tayari ana taarifa na timu yetu inaenda kule kwenda kupambana nao. Kwa hiyo we are on top of things kuhusu hiyo changamoto, na wala singependa tuwe na tatizo. Nadhani viwavi jeshi ndio ambao juzi hapa mmesikia sehemu ya Korogwe huko kwamba walikuwa wamevamia, na hili linaibuka mara kwa mara, lakini ni aina ya vivamizi vinavyoshambulia takriban mimea 80 yakiwepo mahindi, mtama, uwele, mpunga, shairi, ngano, miwa na kuleta uharibifu mkubwa sana. Lakini tunadhibiti kokote ambapo wanaonekana. Hapa wanaonekana Korogwe tayari timu yetu iko huko inafanya kazi kupambana. Na wataalamu wetu wameandikia orodha ndefu sana maeneo yote ambayo tumepeleka na mitego na nini kuwadaka na kuwaua na kadhalika. Kwa hiyo nataka kutoa wasiwasi wa Tanzania kwamba hizi changamoto kama ilivyoonekana juzi katika taarifa habari kuhusu viwavi jeshi Korogwe, we are on top of things, hatuna wasiwasi. Hilo la pili. La tatu na la mwisho linahusu ushirika. Sisi tunajua kabisa juhudi zote tunazozifanya kwenye kilimo katika kuunganisha nguvu ya wakulima, katika kutafuta masoko, tunahitaji sana ushirika, na ushirika uendelee vizuri sana. Kwa hiyo tutaendelea kusimamia kwa makini sana shughuli za ushirika hapa nchini. Bado kuna changamoto na tutakuwa tunatatua moja baada ya nyingine kuhakikisha kwamba shughuli za ushirika zinakwenda vizuri, na tutakuwa wakali kweli kweli. Juhudi zimeshafanyika kubwa sana. Mtakumbuka ofisi ya waziri mkuu ilitusaidia sana kusafisha ubadhirifu katika maeneo mbalimbali ya ushirika hapa nchini. Mali nyingi za ushirika zimerudi. Hatutaishia hapo. Tutaendelea, kila mdokozi tutamdaka, tutamshughulikia kwenye shughuli za ushirika. Hasa kuna baadhi ya changamoto nyingine ningependa nizitaje hapa. Moja, huko Liwale kuna AMCOS inaitwa Umoja. Inaitwa Umoja AMCOS. Yenyewe ilikuwa inataka kutumia gala lake kwa ajili ya mazao. Yaani AMCOS yenyewe chama cha msingi kina gala. Alafu wanalazimishwa kukodi gala la mtu binafsi. Wanalazimishwa. Wanalalamika, wamepita kwa mrajisi msaidizi, imeenda tume ya ushirika, wanalalamika mpaka mbunge wa kule amekuja kunipa taarifa kwamba kwa nini hawa wanalazimishwa kukodi gala wakati wana gala lao. Kwa nini wanalazimishwa? Nikamwambia mrajisi, hili limekaaje? Akaambia halijakaa vizuri. Basi lisimamie. Akalisimamia, akawaambia mnaruhusiwa kutumia gala lenu. Hasa wanajipanga kutumia gala lao, wanaambiwa hata hamtatumia gala lenu mpaka muanzishe kampuni. Sasa mchakato wa kuanzisha kampuni kama kikwazo vile, ili uende katumia gala la mtu binafsi. Nimewasiliana na mrajisi tena, ngambia na hili limekaaje? Nitawaambia wasitumie, wasio lazima waanzishe kampuni. Kama wana gala lao watumie gala lao. Unaona upumbavu? Kwa hiyo tumeongea na katibu mkuu, naibu katibu mkuu, mrajisi msaidizi wa Lindi asimamishwe kazi na aondolewe kule haraka sana. Haiwezekani changamoto kama hii kila mara lazima itoke, ipitie huko, inakwama mpaka taarifa zije kwangu. La kwanza lile. Sasa naongea na mrajisi, wanaenda waliweka sawa. Alafu wanaenda wanapindisha na kwenda tena, na huko halijafika, katibu mkuu hajalisikia, naibu katibu mkuu hajalisikia, linakuja tena kuibuka kwangu. Hao tulioweka huko wanafanya nini? Atoke mrajisi msaidizi aliyoko Lindi na apelekwe mtu mwingine haraka. Na mrajisi ni salama.
haya matatizo madogo madogo kila akija, mimi I'll hold him responsible personally, kwa asimamie tume ya ushirika vizuri. Hawa marajisi wasaidizi mambo wanayofanya huko wasimamie, wahakikishe kwamba hawawakwazi wakulima. Haiwezekani kweli mtu chama cha msingi kina gala lake, alafu wewe ofisa umekaa ofisini kwako unaambia hamruhusiwi kutumia gala lenu, nendeni mkatumie gala la mtu binafsi. Hilo moja. La pili, huko Kilimanjaro mnafahamu kuna chama kinaitwa KNCU. Hiki ni chama cha kwanza kabisa cha ushirika Tanzania, na chama cha kwanza kabisa cha ushirika wa mazao Afrika. Kilivunjwa wakati ushirika ulivunjwa, kimerudi kwa jina lile lile. Sasa hapa nyuma kimekuwa na matatizo sana ya utendaji makubwa sana. Nadhani 2008 kukawa na vyama vya msingi takriban 32 vikataa kujitoa KNCU. Vikasema kwa utendaji huu na kutokulipwa kwetu kwa fedha, tunatoka KNCU, tunataka tukae pembeni. Alikuwa mrajisi wa ushirika Dr. Kashuliza akasema umoja ni nguvu, sio busara mjitoe. Mnachoweza kwa muda wa mpito, anzisheni kitu ambacho kiko kwenye sheria ya ushirika kinaitwa joint venture enterprise. Mwanzishe kama umoja fulani hivi, mfanye yale ambayo KNCU itakuwa kufanya wakati KNCU inafanyiwa marekebisho, ili baadaye mrudi KNCU badala ya kuanza kukaa na kugawana fito kwamba mgawane mali na madeni alafu muondoke. Na hii wao wanaitwa G32 wako wilaya zote zinazolima kahawa kuanzia Rombo, Moshi, Hai na Siha, na KNCU iko maeneo hayo hayo. Kwa hiyo kwa busara za mrajisi akasema nyie bwana, anzisheni hiyo joint venture enterprise kwa sababu sheria inaruhusu kama hatua ya mpito, alafu tutairekebisha KNCU ili ikiweza kufanya kazi vizuri mrudi wote mbaki kitu kimoja kama KNCU. Hili likapita, wakaanzisha kitu kinachoitwa G32. Ikaanzishwa G32. G32 ni AMCOS ambazo ni wanachama wa KNCU hawajajitoa, lakini kazi yao ikawa ni kuratibu shughuli za mauzo ya kahawa, kuhakikisha kwamba badala ya kwenda mmoja mmoja waende kwa pamoja ili wasipigwe. Sa G32 wanachama wake walianza kama AMCOS 32, lakini kule KNCU kwa ujumla kuna AMCOS 92. Hizi AMCOS nyingine hazikujiunga na G32, ingawaje nazo haziuzi kahawa yake kupitia KNCU. KNCU kitu anachofanya sasa hivi ni organic coffee, kwa sababu wamepata haki ya kufanya certification ya organic coffee ambayo ni asilimia ndogo tu ya kahawa inayouzwa, ndio anaishughulikia tu. Hata AMCOS ambazo zina organic coffee, zile nyingine zinauzwa kupitia G32, nyingine zinauzwa kupitia KNCU, lakini the bulk of the coffee KNCU haifanyi. Kwa wapo wale G32 waliunganisha nguvu kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanaweza wakapeana taarifa, wakashirikiana kuhakikisha kwamba hawapigwi kwenye mnada wa kahawa. Hao wengine waliobaki wanakwenda mmoja mmoja, na wanasema umoja ni nguvu, utengano nini? Kwa hao waliobaki wanaenda kwa utengano mmoja mmoja. G32 walao wakawa na umoja kidogo kwenda kupambana na soko. Wamekwenda hivyo, hakuna mabadiliko yaliyofanyika KNCU. KNCU bado haingii kwenye mnada, ukiacha hiyo organic coffee, na nimeulizia vile vile. Sasa mwaka jana wakati pilika za kampeni zilivyoanza, Mrajis akafuta G32. Hatoa barua akafutilia mbali. Lakini kumbuka G32 ilianzishwa kwa mpito ili baadaye KNCU ikifanya kazi vizuri wote wabaki KNCU, kwa sababu hakuna AMCOS katika maeneo hayo ambayo sio member wa KNCU. Yeye akafutilia mbali. G32 akakata rufaa, lakini katika pilika za uchaguzi haikusikilizwa kwa waziri. Mimi nilipokuja kuniona nikasema sitaki kusikiliza rufaa, niliwaita hapa KNCU, nikaita G32, nikaita tume ya ushirika, management yote, na tulikaa hapa na viongozi kama tulivyokaa hapa. Tukasema tuelewane jamani, umoja ni nguvu,
Kwa nini badala ya kuwa na KNCU moja, mbona kuna kundi la G32 pembeni? Na hao wengine mbona wanaenda mmoja mmoja kwenye mnada? Tuliwasikiliza. Wale wa G32 walisema sisi ni wanachama wa KNCU, tunataka KNCU irudi kufanya kazi zake. Hajafanyika yale ambayo yalisababisha tutoke. Tulishauriwa na mrajisi wakati huo kama badala ya kuondoka KNCU, na wana haki ya kuondoka kwa sababu shirika sio lazima, wana haki ya kuondoka. Kama sema sisi tukaona ni busara tubaki KNCU isife, lakini mabadiliko yafanyike na ili baadaye turudi wote tubaki KNCU. Lakini kabla mabadiliko hayajafanyika KNCU, mrajisi akaona afute G32. Na mmoja mrajisi, kwa hiyo ulivyofuta G32 KNCU ulifanya reforms gani? Zero, hakuna. Je, ni kweli kwamba G32 alianzishwa kwa mpito ili tufanye reforms kwenye KNCU ili warudi? Ndio. Sasa ulipowafuta hao, ulitaka warudi KNCU kwa hali ile ile waliojitoa nadhani 2008 kama sikosea. Waliamua kuanzisha na nini? Hamna majibu. Right. Kasema sasa na KNCU nikawauliza maswali kwa sababu nilitaka wote wasikie. Na nyinyi mnasemaje ndugu zangu? Sasa sisi tunataka kujirekebisha, kitu na uchaguzi Julai. Maki niwaambia kabisa nyinyi kama viongozi mmefeli. Mmefeli, hamjajireform kurudisha AMCOS zenu zote ziwe chini yenu. Na kwa sababu uongozi unachaguliwa na AMCOS, what's going on? Kwa nini hatuna KNCU ambayo ni strong? Wakaniambia bwana, sisi uchaguzi unafanyika Julai. Na kwa hilo napenda kutoa wito. Wanachama wa KNCU, tafadhali wenye uwezo wakagombea. Ili KNCU isije kafa. Tusije tukaacha. Lakini ile G32 imevunjwa tu na mrajisi. Rufaa iko mezani kwangu. Kwa sababu tulisikiliza mambo yote hapa kwa pamoja, nikamwambia mrajisi, sasa bwana, kwa sababu uko na management yako hapa unasemaje? Akasema tutalitafakari. Kaambia hebu litafakari, nilishauri, nyinyi ndio mnajua sheria. Ilikuwa Jumamosi, tulikutana kwa Jumamosi. Tarehe 8. Wakaniambia sasa bwana, Mheshimiwa Waziri, wewe acha sisi tunafanya kazi haraka haraka, Jumatatu tutakuletea ushauri wetu. Jumatatu juzi. Hiyo deadline sikumpa mimi. Aliambia yeye, sisi ile tunafanya haraka tutakuletea kwa maandishi. Sisi tutaka kuchukua hatua za haraka haraka bila kuwasikiliza wataalamu. Tume ya ushirika tumeweka kwa ajili ya kutushauri. Tarehe 8, Jumatatu ataleta ushauri. Jumatatu hakuna. Nauliza, naambiwa ameondoka zake, ameenda Ruvuma. Amemkabidhi mtu afanye kazi hiyo. Nadhani mrajisi anafanya mzaha. Na katibu mkuu anadhani kwamba siwezi kumngoa. Na pengine mahali pa kwanza nitakapopafumua Wizara ya Kilimo, naweza kaanza na tume ya ushirika. Sasa hii kesho nadhani haitaahirishwa tena. Hii kesho Jumatatu nipate opinion yake. Namwambie watch out. Namweka kwenye uangalizi maalum. Kwa sababu ushirika ni muhimu sana, sipendi viongozi ambao hawako serious. Deadline nikajiwekea wenyewe. Ningekuwa nimwambia mimi angeweza sijamaliza. Unaenda Ruvuma, hili swala hata kuleta umemwachia kaimu mwingine. Hiyo ni salamu. Mrajisi, watch out. Uwezo wa kukungoa nao. Asije kadhani kwamba ameteuliwa sijui vipi. Sisi tumekabidhiwa wizara hapa, hatutakubali mtu atuletee mzaha. Hayo matatu nitakuambia. Baada hapo natakia Idi njema. Asante.